Wanakuwepo? Rodriguez wanakuwepo? Wakina Vitinha wanakuwepo? Wanakuwepo wapi sasa? Yanga. Umenielewa? Yanga. Hii Yanga ya msimu ujao tuletee timu yoyote kutoka UEFA ikipata sare niitwe miki chako kwenye mpira. Tukuletee timu yoyote kutoka UEFA. Umenielewa? Ikipata sare na Yanga niite kichaa kwenye mpira. Kama mngejiamini basi dhahiri mngeenda kwenye michuano ya Kagame. Sasa Kagame si wanaenda watoto wadogo ambao wanatambaa. Ndio maana mmemkimbia baada ya kumuona Simba amekubali. Ngoja nikwambie kitu kimoja na wewe. Umenielewa? Mlipewa mwaliko. Ngoja sikiliza. Sisi sasa hivi mpango wetu. Ngoja sikiliza jambo moja. Unavyopewa mwaliko na option mbili. Ya kukubali na kukataa. Mwaliko ulifika. Umenielewa? Sisi ndo tuliamua, tuliangalia timu na Simba amekubali. Sikiliza, acha mambo yako na wewe. Vipi? Simba ni nani mbele ya Yanga? Umenielewa? Simba ni nani mbele ya Yanga? Sina maana mmemkimbia. Na kuuliza Simba ni nani mbele ya Yanga? Sina maana mmemkimbia Simba. Yaani mtu ambaye nimemburuza mara nyingi kuliko timu yoyote duniani afu useme mimi namkimbia. Unakuwa uko sawa? Au na wewe umepita pale Msimbazi akili imepeperuka na wewe? Si baada ya kuona anashiriki kwenye michuano. Ndio maana nasema na wewe unakaa na watu nzima wanakushauri jambo. Umenielewa? Mimi nakupa kitu ambacho kipo. Umenielewa? Simba ndio timu pekee ambayo imefungwa mara nyingi kuliko timu yoyote na Yanga hapa duniani. Unabisha hilo? Tuweke nani hapa tugugo? Haya, leo Yanga mkimbia hiyo timu ambayo imefungwa mara nyingi na Yanga. Unaona ina make sense? Leo mimi nimeangalia Kagame Cup hiyo Sekafa sio? Yupo Singida, yuko Simba. Sio anatosha wawakilishi wabovu wameenda. Na tena bingwa mtetezi wa Sekafa ni nani? Singida Black Stars. Simba naye ameenda kujifunza kwa Singida Black Stars. Umenielewa? Sasa mimi naenda kule Kagame naenda kujifunza nini? Wakati mimi sasa hivi na mhitaji Barcelona. Umenielewa? Kujipima kwamba Yanga niko imara au siko imara. Hapo nianze kumtafuta Simba alipo. Jamani ni matusi. Nataka kumpandisha Simba kwenye status aonekane. Umenielewa? Simba na Yanga ni mbingu na ardhi. Mwacheni huko, Yanga mpatie ufalme wake. Jumba la dhahabu. Alafu naleta na nyumba ya makuti. Inakuja jamani? Kwanza mtu anayesema hivyo vitu jamani, muangalieni mara mbili mara tatu. Si ndio hao walienda pale Jangwani? Kimba. Si hao. Walipita, nyinyi mlipita Msimbazi. Wao wamepita 12 ifike haraka. Tarehe 12. Unajua Mungu ni fundi. Umenielewa? Na Mungu sio binadamu kama wewe. Si kwa zigandi. Mtaka cha uvunguni sharti? Na mimi nasema hivi, tarehe 12 sio mbali. Kwa kocha huyu wa UEFA. Kwa kocha huyu. Jamani, tarehe 12 tusije tukafanya watu wakaanza kusema wao wanahama ligi. Maana walishawaitangaza uongo kweli? Wasije wakasema wanahama? Waambieni Yanga bado wanawataka. Yanga bado mnawataka Simba. Umenielewa? Yaani Simba hata angehama ligi hii. Simba hata angehama ligi hii. Ikifika Mwananchi Day, tunamwalika yeye aje kwenye Mwananchi Day. Tutamtafuta, labda asiwepo kabisa kwenye michezo. Umenielewa? Ila kama itaendelea kuwa timu ya michezo, tutawatafuta popote walipo Simba. Yaani Simba ni kakatuvae ndani ya Yanga. Kwa mnaweza mkawapa mwaliko kwenye siku ya Mwananchi. Tunampa. Umenielewa? Kwa kuwa ameshajileta tarehe 12. Mwache tu sasa hivi ajitape. Ajieleze maneno yote anayoweza. Tarehe 12 mwambie sio siku yaja. Wewe unayataka? Unayaweza? Tarehe 12 waje na mashabiki wao waje na panado. Hatutaki watu kuzimia mle. Tunapeleka moto wa hali ya juu. Bwana, miongoni mwa kauli nyingine ambayo nimeishikilia kwenye mada zangu na ajenda zangu ni kuhusiana na uzinduzi wa jezi ndani ya klabu ya soka ya Young Africans. Si mahali pengine ni Katoro, Geita, vipi? Kwema lakini huko
maji hufuata, maji anafuata nini? Hey, mwenye pesa lazima aongezewe, na hata Biblia imeandika mwenye nacho ufanyaje? Uongezewa. Matajiri wametuita pia, John Katoro tuanze uzinduzi wa jezi, na wao ndo wanataka kuwa wateja wa kwanza. Tunakataa. Na kuuliza, ungekuwa wewe unakataa? Jezi moja ya Yanga inaenda kuuzwa bilioni 10. Unataka tufungulie tuzinduzi jezi moja ya Yanga msimu ujao inauzwa bilioni 10 moja. Jezi moja. Hatuzungumzi lundo jezi. Hata wewe ungekuwa wewe ungekataa? Na kuuliza, ungekataa kwenda? Katoro. Matajiri wametuita na sisi tunaitika. Klabu ya matajiri. Na matajiri wenyewe sio hapo Katoro. Tunakuja. Umenielewa? GSM umeona yule kule hujasikia? Jezi moja inaenda kuuzwa bilioni 10. Bilioni 10 jezi moja ya Yanga. Katoro huko. Tuheshimiane jamani. Hii jezi Katoro inauzwa. Yes, jezi ya Yanga moja msimu ujao. Umenielewa? Jezi hii moja ya Yanga inaenda kuuzwa bilioni 10. Chebe, unazungumzia hii ambayo inanunuliwa 45. Yanga hatujaiuza jezi 45. Jezi za Yanga zote zikitoka msimu wote, mimi ukiona nimevaa nanunua 75, 80 kuendelea mpaka laki. Sasa hivi inaenda kuuzwa bilioni 10 jezi moja. Tuelewane, jezi moja ya Yanga. Nyie wananchi mtanunua kwa shilingi ngapi? Wewe kama mtu wa hali ya chini kabisa, yani mtu wa chini kabisa. Jezi ya Yanga msimu ujao tunanunua kwa 200,000. Una 200,000 usitake jezi ya Yanga. Sisi Yanga tuna hela. Tuna jeuri. Umenielewa? Wakina Pedro wanakujaje kama tunanunua jezi ya 45? Kina Messi wanakujaje kama tunanunua jezi ya 45? Umenielewa? Kocha wa UEFA liko hapa, afu tununue jezi ya 45. Anaitwa nani? Kocha wa UEFA anaitwa nani? Mangioba. Umenielewa? Mangioba anakuja ndani ya Yanga, unataka hapa hakuna. Mimi nimesoma lugha, umenielewa? Nimenyoka moja kwa moja. Umenielewa? Kocha la UEFA liko hapa. Afu hizo jezi ya 45. Anaitwa Mangioba. Umenielewa? Ngiti, umenielewa? Simple. Soma yote kwa pamoja, anaitwa Mangioba Ngiti. Umenielewa? Huyo ndio kocha bora ambaye anakuja kuonyesha pila linapigwa vipi. Pila bahari. Umenielewa? Mimi nakwambia watu tunakuwa tunapiga kule. Yaani ukiona tumepangiwa mechi Benjamin Mkapa, bahari yenyewe inakuja kuangalia kwanza game ya Yanga. Bahari hii ya Hindi hapa, si unaiona? Inakuwa inahame na kuja kuangalia game ya Yanga. Yanga na upigaje mpira wewe? Jana si umeona maajabu ya Messi anachokifanya? Umenielewa? Mpaka sasa hivi watu wanaanza kumkashifu Ronaldinho, sijui hafai, hajaonyesha mpira, sijui Ronaldo, sijui nani. Sasa Yanga ikianza kupiga msimu ujao game, ikiona Yanga anacheza, bahari vito wote na kauki naenda kuangalia game ya Yanga. Yanga anavyoupepeta mpira, anafanya maajabu ya dunia mengine. Lakini huyo kocha unayemsema anasemekana beka kule alikuwa anajipigia. Nani? South Africa. Muulize huyo beka mwenyewe kwanza ameomba kuondoka. Alivyoona Mangioba anakuja hapa, ameomba kuondoka, amesema tafadhali mimi naomba tusitishe mkataba nikatafute timu nyingine. Hataki kudhalilishwa. Hataki mimi nakwambia hiyo. Lakini ndio kilaza hayo. Mfuatilie vitu. Mmekaa kimya tu waandishi. Kwamba kocha wa Simba ameomba kuondoka, hamtaki kuzungumza. Hamtaki kuzungumza. Kaja mbabe wake hapa. Nani anaitwa? Mangioba Ngiti, umenielewa? Anakuja hapa, kocha wa Simba anaomba kuondoka. Hataki tena kuendelea kufundisha Simba. Hamsemi hilo. Kwa nini mnakaa kimya? Kwa sababu ya kocha la UEFA linakuja. Nani? Mangioba Ngiti. Huyo ndo kocha mwenyewe. Sisi tukushukuru sana Uchebe. Umenielewa? Umeridhika? Tumewapigia mpira wa UEFA. Sema tena UEFA Pro. UEFA Pro. Umenielewa? Mpira wa UEFA Pro linakuja tena kwa ardhi ya Tanzania. Waandishi, nanyi hamuoni kama mnaenda kuonekana sasa duniani? Semeni. Kwa sababu tunakwenda kumuona kocha wa UEFA. Kocha la UEFA linakuja kufundisha Yanga, Mangioba Ngiti. Huyo ndio kocha mwenyewe. Asante. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time.
Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbiz.